aweze kutufungulia mafunzo yetu. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa Alhaji Msafiri Ayasi Njalampaha, mkufunzi wetu wa semina yetu hii ya uongozi kwa walimu wa madrasa pamoja na viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kutoka makao makuu, lakini pia kadhi wetu wa mkoa Dr. Alhaji Hassan Baradhi, katibu wetu wa BAKWATA mkoa wa Mbeya, shekhe wetu wa wilaya ya Mbeya mjini Sheikh Abdallah Yondo, wajumbe wa halmashauri mkoa mliopo hapa, katibu wa halmashauri na katibu wa BAKWATA wilaya Mbeya vijijini, wenyewe wanapenda kusema Mbeya DC, lakini walimu wote wa madrasa pamoja na maimamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa, kama ambavyo Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana na ile falsafa yake ya BAKWATA jitambue, badilika, acha mazoea, hii ni mojawapo ya yale mambo yake ambayo yamekuwa akiyaendeleza, kwamba kuhakikisha viongozi wa baraza wanakuwa wanauelewa. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo ameyapanga ni pamoja na hili la kutoa semina kwa walimu wa madrasa na viongozi wa baraza kwa ujumla wake. Kwa hiyo leo hii tarehe 12 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026 ndio wenzetu kutoka BAKWATA makao makuu wakiongozwa na mratibu akiwa na msaidizi wake pale wamekuja kutufikia sisi viongozi wa Mbeya mjini pamoja na Mbeya vijijini. Jana walikuwa Chunya na leo sasa wako hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Shekhe, mimi niseme tu tunakushukuru pia na wewe katika kipindi chako hichi ambacho umekuwa ni kiongozi wa baraza mkoa huu wa Mbeya. Haya mambo hata wao viongozi wetu wanakuja na wanakuwa wana hamu ya kuendelea kuwepo hapa, ni kwa sababu wanaona kuna utulivu, wanaona kuna mwitikio, na haya yote Mheshimiwa Shekhe ni kwa sababu wewe umekuwa karibu na viongozi hawa, hujakuwa umebaki peke yako. Lakini itakuwa sio busara Mheshimiwa Shekhe nifike tu sasa hatua hapa nizungumze alafu nikupe wewe uongee wakati kadhi wetu wa mkoa yupo, itakuwa haina maana. Kwa hiyo nitaomba tu Mheshimiwa Shekhe, baada ya mazungumzo haya ya utangulizi, nimkabidhi Mheshimiwa kadhi fanye zuna, kama utaridhia Mheshimiwa Shekhe atakapomaliza kuzungumza afanye kabisa na dua ya ufunguzi. Baada ya hapo basi tutakurudishia Mheshimiwa Shekhe ili na wewe sasa uwe na nafasi ya kutupa mawili matatu kutoka kwako, na mwishowe basi utakuwa umetufungulia na sisi tutakuwa sasa tunaendelea na yale ambayo yapo hapa, na wewe tunaweza tukakuruhusu Mheshimiwa Shekhe kaendelea na ratiba zingine. Tunakushukuru sana Shekhe kwa uwepo wako, lakini tunawashukuru sana wanasemina wote. Na sasa Mheshimiwa kadhi, naomba sasa nikupe jukumu hili. Naona kuna karatasi hapa. Hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa, ndugu yangu Sheikh Msafiri Ayasi Njalampaha, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri mkoa, ndugu yangu Sheikh Musa bin Ismail Abdallah, katibu wa BAKWATA mkoa, kaka yangu Sheikh Mtawa Kapalata, mkufunzi wa semina yetu hii na msaidizi wake, wanafunzi wa semina ambao ni mashekhe zetu na walimu wa madrasa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Naam, ndugu zangu, huwa tunasema hivi mara nyingi takbir kwa sababu ni jambo la kushukuru na kufurahi Waislamu tunapofanya jambo la kupiga hatua. Mheshimiwa Shekhe, nashukuru sana kwa kupewa nafasi hii kuwakumbusha wenzangu, kwa sababu ni mashekhe kwenye aya na hadithi wanazijua wapi na anakwenda wapi. Na jambo hili katika Uislamu limeangaliwa kwa kina kirefu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hujurati aya nambari 6. Anasema in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayanu, akikujieni mtu na habari basi ibainisheni. Ina maana kwamba ukiletewa taarifa yoyote ni vizuri kujua uhakika wake, data zake, kiwango chake na hata yule aliyoleta taarifa hiyo. Kwa hiyo hapa tunaonyeshwa vizuri kabisa kwamba takwimu ni jambo la msingi, kwa sababu hata habari za kwamba kuna mauaji watu 10,000, basi wewe unatakiwa ubainishe ni kweli 10,000, uwe na takwimu sawa sawa. Kwa hiyo hapa ni takwimu. Ndugu zangu, takwimu ni muhimu sana, na tunawashukuru hawa ndugu zetu kuja kutufundisha jambo hili ambalo litatusaidia katika mambo yetu. Lakini jambo la pili ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao amelizungumza katika suratu Yasin aya nambari 12. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu kimedhibitiwa, tumekidhibiti, yani kimeandikwa kwa data zake mbele ya kitabu kilicho wazi, kilicho chenye kubainisha. Kwa hiyo sio sisi tu tunatakiwa kuwa tunachunga takwimu ya mambo yetu, bali hata huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika swala la takwimu yuko vizuri kweli kweli, na ndio maana ametuwekea malaika wawili raqibun atidun, ambao kazi yao ni kuandika dogo na kubwa, kuonyesha kwamba dini yetu na takwimu ni jambo la kawaida. Lakini jambo jingine, enzi za Saidina Umar radhiyallahu anhu, yeye alianzisha daftari ambalo daftari lile lilikuwa linaandika watu wa Madina na liliwagawanya kwa vipato na umri na majukumu. Na hii ndio inasemekana na ndio takwimu za kwanza kabisa, sensa ya kwanza katika Uislamu ilifanywa enzi za Saidina Umar. Lakini pia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alikuwa watu wakitoka vitani, anapokea taarifa, alikuwa anapokea data kwamba mmekwenda huko, wamekufa watu wangapi, mmepata mali kiasi gani, mna nini. Maasafi shadidi katika zama zetu, inna lillahi, jamii yetu ya Kiislamu ndio inaongoza kwa kutotunza takwimu. Tulikwenda kwenye semina moja, kwa sababu tuko ndani lazima tuseme. Tulikwenda kwenye semina moja ya mchanganyiko, akawa anatoa mtu mmoja katika upande wa pili anasema hivi kwamba wao wanaandika, yani zile mikusanyo ya sadaka, noti za shilingi 10,000 ngapi, noti za 5,000 ngapi, za 2,000 ngapi na nini, yani kama vile enzi za benki. Tufahamiane na ukiangalia huyo aliyetoa data hizo ndio wao kimaendeleo kwa ngazi za dini kwa nchi hii wanaongoza, wako vizuri kitakwimu hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na sisi hatujachelewa, tuanze kuwa tunatumia takwimu vizuri. Kwa mfano sasa hivi unaweza ukamuuliza imamu yoyote au shekhe yoyote, hasa maimamu, kwamba una mayatima wangapi, una wajane wangapi, una watoto wa madrasa ngapi. Mpaka mwalimu wa madrasa hajui watoto wanao, nadhani wako 60-30. Inna lillahi. Kwa mfano mtu anakuja anataka kukupa majuzu ya bure, yani wangapi ni wahitaji na wangapi wanaweza, huwa inakuwa haiva. Lakini ukiangalia kwa asili dini yetu ni dini ya takwimu. Mwenyezi Mungu mwenyewe ni wa takwimu, Mtume Muhammadi wa takwimu, Saidina Umar wa takwimu, na tuna malaika ambao wanakusanya takwimu kila siku. Kwa ndugu zangu Waislamu, shime alaikum, hatujachelewa, na niseme tu tunakushukuru sana kwa kusema tu. Shekhe amekuwa akitaka takwimu. Shekhe anataka takwimu za ndoa, anataka takwimu za wasilimu, ana fomu amezitoa kabisa kwa ajili ya wasilimu. Kwa hiyo kama kuna mtu huwa anasilimisha hana fomu, tunakuombeni mjeni ofisi ya mkoa, mtapata fomu. Tuwe na data. Msikiti wa Yela mwaka huu wamesilimisha watu 10. Soweto wamesilimisha watu 20. Mafiatu wamesilimisha watu 30. Tukija kuzungumza siku moja tunasema jamani, mwaka huu tumepata wangapi?
Kwa sababu kwa upande wa pili ukienda Rita pale, mimi na Sheikh Musa tunajua sana. Ukienda pale Rita kuna ndoa mseto. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna waritadi wengi. Mimi katika kitu ambacho nimewahi kufanya, tumswalie Mtume. Kuna binti mmoja aliritadishwa na Mkristo akabatizwa. Wakakaa miaka 10. Alafu yule binti akamsilimisha yule, akamleta kwangu. Kwamba bwana, sisi tumekubaliana tusilimu. Sasa tunatakiwa tufunge ndoa upya au sio ndoa upya? Kwa hiyo mimi nikamsilimisha. Nikamwambia ile ndoa yenu ya kwanza ndio ndoa yenyewe. Takbir. Sasa hivi na wale watoto wenu wale ni wa halali. Kwa sababu sheria inasema hivyo. Tuko pamoja kwamba watu wakifunga ndoa katika mila nyingine, wakiingia katika Uislamu, ndoa yao inafanya nini? Inaendelea. Sasa kifupi ni kwamba wakati sisi tunatakiwa tukusanye takwimu kwa faida ya kujua tunakwenda wapi, lakini wakati huo huo tujue kwamba kuna takwimu dhidi yetu nazo zipo. Kuna watu wanatoka katika Uislamu, hatutaweza kujua hayo kama hatui na takwimu. Na ndio maana wakati mwingine huwa mtu mmoja nilikuwa namwambia, sasa sisi tunaposilimisha tunasema takbir, tuko pamoja, lakini mjue na msiwe na wasiwasi kwa Mbeya wanaoritadi nao ni wengi. Amenipigia Nuhu Mgodoka simu, bwana tuna binti tumemlea. Au muda nimechukua sana, inshallah nimalizie. Amenipigia simu Nuhu Mgodoka kutoka Iringa, anasema bwana tuna binti yetu yuko hapo Mzumbe, anasoma na sasa kamaliza, naomba unisaidie, huyu binti anataka kuolewa na asiyekuwa Muislamu. Sasa tumejitahidi kusema tumeshindwa, naomba nisaidie. Basi kweli kaambia mpe namba, naye akanipa namba, nikampigia binti, nikamuita ofisini. Kufika ofisini nikamuuliza, nimesikia 1 2 3. Akasema ni kweli. Sasa tatizo nini? Akasema tatizo langu ni kwamba mimi nimemaliza masomo pale na mimi nishakuwa mkubwa, sijapata wa kunioa upande huu, na walionitokezea wote upande wa kushoto. Inna lillahi. Basi nikajitahidi kumkinaisha, kila nilivyojitahidi kumkinaisha nilishindwa. Mwenyezi Mungu anihifadhi. Lakini hicho ni kipengele kimoja tu, kwamba kuna watu nao wanafanya nini? Ukimchukua yule binti ambaye amebatizwa akaishi miaka 10 kule, hiyo ni namba, ni takwimu. Ukimchukua huyu binti ambaye amekataa kurejea kwenye Uislamu mbele ya macho yangu, hiyo ni namba, ni takwimu. Sasa hizi ni zile tunazozijua, tusizozijua ni ngapi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولسان يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا بالخير، اللهم افتح لنا بالخير، اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفتوح الأنبياء والشهداء والمرسلين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهمه، اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهمه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu, mwingi wa karimu, tumtakie rehema nyingi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale wanamfuata mtume mpaka siku ya malipo inshallah. Muadhamu kiongozi wetu, shekhe wetu wa mkoa, kiongozi wetu kadhi huu, mwenyekiti wa mkoa, katibu wa mkoa, viongozi kutoka wilaya mbalimbali kwa nyadhifa zenu, walimu wa madarasa wapo, na ndugu yetu mtaalamu wa habari, itosheke itifaki imezingatiwa inshallah. Muadhamu shekhe wetu wa mkoa wa Mbeya, tangu juzi tuko mkoa wa Mbeya kwa ajili ya ratiba ambao mmeiratibu ya kutoa mafunzo katika viongozi wetu, viongozi wa ngazi za kuanzia misikiti mpaka ngazi za juu mpaka mkoa. Muadhamu shekhe, jukumu letu sisi na mufti ndio kauli mbiu kwamba viongozi wote wajengewe uwezo waweze kufanya kazi zao kwa weledi kweli kweli. Jukumu hilo linawalenga viongozi wa ngazi zote wasome. Mimi majina yangu Idi Abrahamani Nyuda, mkufunzi mwandamizi wa chuo kinachojulikana BAKWATA Online Academy, chuo ambacho kipo ofisi ya mufti wa Tanzania. Nimefuatana na afisa tehama, majina yake Rahim Safiri, yuko hapo, ambao anaingiza habari zenu, taarifa zenu zote kwenye mfumo inshallah. Kama ilivyo ada, jukumu hili la kusoma ni kwa viongozi wote.
Tumeanza programu za mafunzo katika kozi mbalimbali, na kozi maalum ambayo imesitizwa juzi na Mufti mwezi wa 3 tarehe 25 alipokuwa mkoa wa Mwanza. Amezindua rasmi walimu wa madrasa wasome, waingie kwenye mfumo. Tunajua wamesoma, lakini hawajulikani madrasa zetu ziko wapi na walimu ni wakina nani. Kwa hiyo katika msisitizo huo ikaagizwa kwamba tuendelee kufundisha walimu wote wa madrasa na viongozi wote washirikiane, wajue madrasa ni mali ya Waislamu. Maeneo mengi unakuta mwalimu anahangaika peke yake, viongozi wako pembeni kabisa, na wanamtambua mwalimu kama kuna shughuli ndio wanasema mwalimu yupo, mwambieni aje. Kwa katika mafunzo haya wote tutasoma, viongozi watasoma, na walimu wa madrasa watasoma. Tuna kozi 2 leo. Kozi ya kwanza italenga viongozi, lakini wote tutasoma. Mwalimu wa madrasa atasoma na viongozi watasoma kozi ya utunzaji na udhibiti wa takwimu za rasilimali. Namshukuru kadhi wetu, ni mwalimu kamili kabisa, ameyazungumza yote ambayo tutasoma baadaye. Utunzaji na udhibiti wa takwimu za rasilimali za baraza tutasoma. Kozi ya pili, mbinu au njia za ufundishaji kwa walimu wa madrasa. Kwa hiyo kozi hizo ndio zinatufanya leo tukae hapa kwa muda wote tusome. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wa hali ya juu ili tuweze kufanikiwa. Mwadhamu Shekhe, jukumu langu sio kukaribisha, mimi narudisha utaratibu. Mimi nipewa nafasi ya kujitambulisha na kusema makusudio yetu ni nini inshallah. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi yote tulikuwa tunatengeneza tu njia na wewe upate utulivu mzuri, sasa umeupata. Sasa karibu Mheshimiwa Sheikh, uzungumze na viongozi pamoja na wakufunzi. Karibu sana Mheshimiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kadhi wetu wa mkoa Sheikh Hassan Barazi, mwenyekiti halmashauri mkoa Musa Abdullah, na katibu wetu mtendaji wa mkoa mtaa wa Kapalata Mwaijumba, mwezeshaji mkuu wa semina hii Mzee Idi Abdurrahmani, afisa tehama Rahimu Msafiri, viongozi mliohudhuria hapa, viongozi wa wilaya ya Mbeya mjini, viongozi kutoka Kyela, wajumbe wa halmashauri mkoa, mashehe wa kata, maimamu, maustadhi, viongozi wa jumuiya zetu za vijana Tamsia na Juvikiba, mwandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu as-salihat, wassalatu wassalamu ala imam al-haramain ash-sharifain Muhammadun bin Abdullah alayhi afdalu salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ulil mayamin wa ba'd. Baada ya utangulizi huo, mimi langu nililoombwa kulifanya ni moja tu, kufungua semina hii. Najua kama maelezo yameshatolewa mengi, kadhi ameshayazungumza, mwezeshaji wetu ameyazungumza. Kwa hiyo mimi nadhani kazi yangu mimi ni fupi tu kufanya hilo. Lakini niseme kwamba kabla sijafanya hilo, kila kitu kinakuwa na malengo yake. Na sisi katika hili ambalo tunaliendea, lengo lake kubwa ni kuona kwamba sasa tukiwa viongozi wa dini yetu hii tukufu, tunaiendesha dini yetu katika kufikia matarajio muafaka yaliyokuwa mazuri, na matarajio sio ya kuachwa nyuma na wengine. Na uendeshaji wake huo tayari Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA lilikuwa limeweka taratibu na miongozo ya kimsingi kabisa ya kufanya ili kuweza kuendesha dini yetu. Lakini pamoja na uwekaji wa desturi au taratibu zile, bila ya kuwa na mbinu, ujuzi na namna ya kufanya, ni vigumu kuweza kufanya hivyo. Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA kama taasisi na kama taasisi kubwa kabisa ya Kiislamu nchini lina kitabu hiki. Sote tunakifahamu. Hii ni katiba ya Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA. Katiba ambayo sote tunajua haiko kinyume na miongozo au katiba mama ya dini yetu ambayo ni Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekwenda
kutokana na kuanza kuchukua kutoka katika huko. Lakini sasa katiba hii unaweza kuwa nayo na ikawa kama labda kitu tu pambo au chochote ulichonacho, huwezi kuifanyia lolote. Vyuo vya dini na elimu ya dunia kwa Waislamu wa Tanzania na kutoa uwezo wa elimu ya juu kwa wanafunzi wa Kiislamu. Sasa unaweza ukasoma hayo, lakini utayaendea vipi? Bila kuwa na mbinu na namna za kuyaendea itakuwa vigumu. Kuna mambo mbalimbali ya kufanya, hata mambo ya tablighi. Moja kati ya madhumuni yake ni tablighi. Utafanyaje tablighi? Utajua, utakuwa na elimu, lakini ukiwa na vitu kama takwimu vitakuwezesha. Kama ile jaula ile ipite sehemu gani? Sehemu gani kuna uhitaji wa jaula? Sehemu gani kuna uhitaji wa kitu fulani? Kuna mambo mbalimbali, kufungua, kujenga, kusimamia na au kusaidia kuendesha misikiti, mali za wakfu, huduma za afya na matibabu, kama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA litakavyoona inafaa. Mmekaa mnataka muanzishe vituo vya afya, huduma za afya kwa ajili ya jamii yetu ya Kiislamu na kwa ajili hata yale manunguniko yetu. Tuna manunguniko kwamba unampeleka mkeo hospitali, anaenda kushikwa kuangaliwa na mwanaume mwenzio. Wewe tena unaambiwa hebu subiri nje hapo. Kwa hiyo au hata mwana mama anamsindikiza mume wake mle nesi wa kike. Ndio ataanza kumwangalia sehemu za siri tena. Sasa tunataka tuwe na vitu vyetu wenyewe, lakini tunavianzishaje na tunaenda vipi? Kwa sababu cha kwanza inabidi kujiona sisi wenyewe. Tunakuwa na takwimu zetu. Tuko wangapi? Wanaume wangapi? Wanawake wangapi? Watoto wangapi? Kwetu sisi wenyewe wahitaji wake uko vipi? Kwa hiyo tutapokuwa na vile vitu, ni rahisi tutapoanzisha vitu vyetu, basi tutajua hapa tuanzishe kitu fulani. Pale Kiela pale tukianzisha hata kituo cha afya cha namna hii kitafaa. Au ili jambo tulianzishie sehemu fulani. Tuna ujenzi wa mashule, tunataka tuanzishe mashule na vyuo. Inabidi takwimu ziwepo. Tujue kwa mfano tuna shule ngapi ambazo zipo tayari, au uhitaji uko namna gani, watoto ni wangapi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo takwimu ni kitu ambacho cha msingi. Cha msingi inabidi tukijue hasa ili kuweza kuendesha mambo yetu. Elimu ya ufundishaji, teaching methodology. Utaalamu wa kufundisha inabidi pia tuijue. Tunashukuru alhamdulillah, wazee wetu walianzisha madaris toka miaka hiyo. Walifanya jitihada za kila namna. Kulikuwa kuna usomaji wa vibao. Unaandika katika kibao, unakuja unafanywa tasmia, unasikilizwa, ukiwa sawa sawa unaambia futa. Neno futa hili tumezoea, tunasikia bwana amefuta sura fulani, ilianzia kwenye vibao vile. Kibao mtu kashakamilisha kafuta, basi wewe sasa ingia sura fulani. Ni jitihada za wazee zilikuwepo. Sasa jitihada zile zimefanywa na sisi zama zetu tuboreshe zaidi, tufanye yaliyokuwa mazuri zaidi. Mwalimu unatakiwa uwe na upeo mpana wa kujua kuweka malengo yako ya ufundishaji, kujua namna ya kuwapima wanafunzi wako, kujua namna ya hali za wanafunzi wako. Wakati fulani unaweza kuona watoto mle, labda watoto wana udumavu, kuna kitu kinaitwa udumavu. Sasa ujue kwa nini labda udumavu umetokea vipi? Kunaweza kuwa kuna matatizo ya lishe. Sasa huwezi kujua vitu kama hivyo, lazima upitie semina mbalimbali na kujua vitu tofauti. Utakijua hali yake, utaongea na wazazi wake, kujua labda huyu ana udumavu. Udumavu unakwenda mbali. Sio udumavu kwamba wa mwili tu, unaweza kuwa udumavu mpaka wa akili. Mtoto unamfundisha hafundishiki. Sasa vitu vyote hivyo vinataka utaalamu. Vinataka ujuzi. Usifurahi tu mtoto kila siku anaaga anasema naenda chuo miaka 14 15. Sasa ingekuwa elimu hii ya nani ya kisecular, si ingekuwa tayari imegraduate hiyo ana degree au ana master. Lakini yote inakwenda vile kwa sababu ule utaalamu, ile teaching methodology hatuna ya kufundisha. Kwa hiyo tunakwenda na wewe mwalimu unaridhika kwa sababu huna ule ujuzi. Wewe unaridhika, unaona sawa? Hapana, lazima kuwe kuna maendeleo, kuna mabadiliko kwa wale tunaowafundisha. Sasa imetokea fursa kama hii, na hata zile zilizopita tumewahi kusoma pia, BAKWATA online wamekuja kutufundisha masomo tofauti, na hata ambazo zipo, kwa sababu wao wako tayari na wamejipanga na wana mambo mengi ya kutufundisha. Tuwe tayari wakati wote katika kuyasogelea mambo haya na kufaidika nayo. Tusione kwamba ni gharama. Kweli gharama 30,000, lakini sijawahi kusikia mimi kwamba kuna elimu ya bei rahisi au kuna elimu ya bure. Elimu ni ghali kweli, ni ghali mno. Iwe elimu mtu labda kapata minha tudirasia, kapata scholarship kwenda kusoma nje. Kweli ni scholarship, lakini wale wanaoilipia scholarship ni gharama kiasi gani?
watamchukulia tiketi ya ndege kumsafirisha kwenda huko, sehemu ya kufikia, watakuwa wanampa posho, ni gharama. Hapa sisi wenyewe tunaenda kuwasomesha watoto mashuleni, hatusomeshi bure, kunakuwa na gharama. Hata ile shule zetu za kawaida tu hizi, unajua kuna mtihani sijui kila Jumamosi sijui lini, mtoto aende na 1000 aende na nini, ni gharama. Haijawahi kutokea elimu ambayo ni ya bure, elimu ambayo haina gharama. Elimu siku zote ina gharama, na tujitahidi na tuwe na utayari wa kupambania kujitoa kwa ajili ya hiyo, kwa sababu tunaingia gharama ya kitu ambacho faida yake ni tofauti na mali nyingine ambayo unaweza kununua. Unaweza kutoa 30,000 ukanunua kanzu, lakini iko siku ile kanzu ima itaungua na moto unapoipiga pasi au itachakaa, itakwisha. Lakini elimu ikishaingia kichwani ndio imeingia tena hiyo. Yaani ndio kama kitu umeshakipata kitakuwa kinakufaidisha tu wakati wote. Utakitumia kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili walio karibu na wewe, kwa ajili ya jamii, watafaidika nayo hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina thamani kubwa mno. Hata siku moja haijawahi kuwa elimu ikawa kitu ambacho kina thamani ndogo, ni kitu chenye thamani kubwa. Kwa hiyo viongozi wangu, hii ni fursa kama nilivyosema, na tuitumie fursa hii na nyingine zitakapokuja, na tutumie yale mafunzo ambayo tutayapata baada ya hapa, tuyatumie ipasavyo kwenda huko. Sisi ni viongozi, nyuma yetu tuna watu wengi nyuma yetu. Kwa hiyo yale mafunzo tutakayopata twende tukayatumie kwa watu wetu, ili tuweze kuongoza ipasavyo dini yetu, ili vile vidole vya kunyoshewa kwamba au kina Yahya Waislamu hawana lolote viishe. Turudishe heshima ya Uislamu. Uislamu ulikuwa na heshima kubwa. Uislamu ulikuwa ndio umeshika ule upeo wa juu wa elimu kidunia. Ukija kwenye elimu tofauti unakuta kwamba Waislamu ndio waliofanya mambo hayo. Ukija kwenye tiba kuna kina Ibn Sina. Mpaka leo Urusi kule kuna chuo cha Ibn Sina kiko kule. Ukija kwenye mambo ya hesabu, algebra, kuna kina Khawarizma na vinginevyo. Kwa hiyo Uislamu ulikuwa juu. Kule Spain, wakati ule Uislamu umeshika kule Spain, kulikuwa kuna vyuo vikuu, wanatoka watu kutoka pande tofauti za Ulaya kwenda kusoma. Mapapa manini wanaenda kusoma pale Spain. Elimu imepelekwa na nani? Imepelekwa na Waislamu. Elimu ya baharini walioianzisha na kuwa vinara mbele ni Waislamu. Kujua sasa meli iende wapi, upande gani, ni upande mashariki ni wapi, magharibi ni wapi, vitu kama hivyo. Utaona wakina Columbus, wakina Vasco da Gama kutoka Ureno walikuwa ndio wa kwanza kufanya ile geographical exploration, ile wenyewe wanaita ufumbuzi wa kijiografia. Kwa nini? Walipata elimu katika vyuo vilivyokuwa vikifundishwa na Waislamu. Wakati ule Spain na Ureno zilikuwa pamoja. Kwa Waislamu walipokuwa kule Al-Andalus wakiongoza, kwa hiyo walifaidika, Wareno wale walifaidika na elimu kule. Ndio maana baadaye walitoka wana elimu ya bahari, waliweza kusafiri sasa kwenda mpaka South America, kuja Afrika Mashariki, kwenda mpaka maeneo ya Mashariki ya Kati na kuanza hiyo geographical exploration, lakini lengo lao lilikuwa ni kwenda kutawala, walianzisha ukoloni. Lakini elimu ilitoka kwa Waislamu. Kwa hiyo kile kitu ambacho kilikuwa ni chetu na tukakipoteza, tupupie kupambania kukitafuta kwa nguvu zote, ili nafasi yetu na hadhi yetu tuirudishe, ili tuondoe zile kebehi mbalimbali ambazo tunazipata. Kama nilivyosema, mengi yameshazungumzwa na mimi niliona tu niweze kuongeza hayo machache kuyazungumza, lakini nimesimama hapa kwa dhumuni kuu moja ambalo na lenyewe ni kufungua semina hii. Baada ya hayo nilizozungumza, niseme rasmi sasa semina hii nimeifungua katika mkoa wetu huu wa Mbeya, na kwamba pamoja na kwamba tayari kuna semina zilifanyika siku 2 zilizopita, jana ilikuwa Chunya na juzi ilifanyika hapa Kiasi, lakini zile zilifanyika, ila hii ya leo sasa ndio rasmi kwa ufunguzi wa semina katika mkoa wetu huu wa Mbeya, kwamba hii na zingine zitakazoendelea sasa Mbarali na kwingineko pamoja na zile zilizotangulia, lakini hii ndio ya ufunguzi. Na baada ya hapo ni kwamba namuomba Mwenyezi Mungu ajalie masomo yaliyokuwa mema, na tujalie tuweze kufaidika na kunufaika kwa yale tutakayofundishwa, na ajalie yale tutakayofundishwa tuweze kuyatumia ipasavyo kwa umma wake, umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma wa Kiislamu, na kuunyanyua Uislamu urudi katika nafasi yake stahiki. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Shekhe wetu wa mkoa Alhaji Shemsi Rasi Njalamba, naamini wakufunzi jamani, tumepata faida kubwa sana. Kuna historia hapa ameitoa Mheshimiwa Shekhe
ya nini, wasomi tunaowajua hizo nchi tunazosema zilizoendelea, lakini yote yalipita katika nini, katika mnasaba wa Uislamu. Kwa hiyo haya yanayofanyika hapa basi na sisi tukazingatie. Mheshimiwa Sheikh, tunakushukuru sana, na sasa tukupe ruksa ukaendelee na majukumu mengine ili na sisi sasa tuendelee na darasa letu. Ramadhani